Karibu katika darasa la leo, na hapa leo nataka tuzungumzie kidogo kuhusu swala ambalo limezoeleka sana, maneno ya mkopo. Nimesikia bila shaka kuhusu maneno ya mkopo. Iko hivi, katika taaluma ya uundaji wa maneno, lugha inapohitaji maneno kutoka lugha nyingine, huwa tunasema inasharabu maneno. Kwa lugha husharabu maneno ya lugha nyingine, na kusharabu maneno ya lugha nyingine huweza kutokea kwa namna kuu mbili. Namna ya kwanza ni kuchukua maneno, na hii inatokea lugha zinapoendana kisarufi. Lugha A na B zinapokuwa na sarufi zinazoendana, basi ni rahisi lugha A kuchukua maneno ya lugha B, kama ilivyo kwa Kiswahili na lugha za Kibantu. Kwa mfano, maneno kigoda, kitivo, mwana na ikulu, tukitaja tu machache hayo, yamechukuliwa kutoka lugha mbalimbali za Kibantu. Na katika uchukuaji, neno linalochukuliwa huwa linatumiwa kama lilivyo, bila kuliathiri matamshi wala maandishi. Namna ya pili ya kusharabu ni kutohoa. Hii hutokea iwapo lugha husika haziendani kisarufi. Kwa mfano, lugha ya Kiswahili ikiyataka maneno kutoka lugha nyingine za kigeni, kwa sababu haziendani kisarufi, basi Kiswahili kitalazimika kutohoa maneno ya lugha hizo za kigeni, kama unavyoona kwenye mfano hapo, kama shirt, shati, school, shule, marhaba, marahaba, au bicycle, baiskeli, tractor na kadhalika. Dhana ya kukopa. Neno kukopa si neno mwafaka kulitumia kurejelea maneno yaliyotoholewa kutoka lugha nyingine, kwa sababu inafahamika kinachokopwa aghalabu hurudishwa, na pengine kikiwa na riba. Kwa hiyo hii dhana ya maneno ya mkopo, maneno ya kukopa, pengine imetokana na tafsiri ya neno la Kiingereza labda borrowing, lakini katika Kiswahili kwa kweli hatuna maneno ya mkopo wala hatuna kukopa maneno. Tuna kusharabu, na kusharabu kama nilivyoeleza ni kwa kuchukua maneno au kwa kuyatohoa maneno. Asante, ulikuwa nami Mwalimu Maeda.